Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwezi wa Oktoba, tunapojifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Leo ni Oktoba 4, tunapoiangazia mada isemayo jina la kifalme. Mada hii imejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya 4 aya 16. Neno la Mungu linasema, lakini ikiwa mtu anateseka kwa sababu ni Mkristo, asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru kwa ajili ya nafasi ya pekee uliyotupatia kujifunza neno lako asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tu wa dhambi tusiyostahili. Tunaomba ukatutakase, ukatusamehe uovu wetu, ukatusafishe, ukatufanye kuwa watoto wako wa kiume na wa kike tunaoiakisi tabia yako. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili ambalo tuko sehemu mbalimbali za dunia hii. Mahali fulani pengine yuko mmoja kati yetu ambaye hawezi, ni mgonjwa. Fanya uponyaji kwake. Zaidi sana ukatufundishe kuyaelewa mapenzi yako. Tunaomba ukatufundishe kuelewa somo hili, na zaidi sana utembee nasi kila wakati katika jina la Yesu. Amina. Jina la kifalme. Mwandishi anasema Mungu ameniagiza kuwaambia watu wake, wachungaji na wainjilisti, simameni mahali pa juu. Songa mbele na juu kwa uthabiti katika njia ambayo Yesu aliipita. Usiamini maoni yako mwenyewe. Utakaso kupitia ukweli ndiyo usalama wako pekee. Bwana Mungu wa Israeli anawataka watu wake kusimama katika nguvu zake na katika uweza wake, wakipokea ili kutoa. Atawaunga mkono na kuwategemeza wale ambao wanamtumikia kwa akili na moyo na kwa kumtumaini. Tunahitaji kuelewa maana ya kumvaa Kristo, kile inachomaanisha kuwa na ujuzi halisia wa neema ya Yesu na imani inayokuwa daima. Akiongea juu ya siri ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu, Petro anasema, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu wote, nalipewa neema hii ya kuwahubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika, na kuwaangaza watu wote wajue habari za madaraka ya siri hiyo, ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kanisa katika ulimwengu huu linapaswa kuonesha utukufu wa Mungu, si tu kwa wale wakao katika ulimwengu huu, bali pia kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Mungu amechagua miongoni mwa wa mataifa watu kwa ajili yake mwenyewe na kuwapatia jina la Kikristo. Hili ni jina la kifalme lililotolewa kwa wale wanaojifungamanisha na Yesu. Petro anasema, lakini ikiwa mtu anateseka kwa sababu ni Mkristo, asione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Laiti watu wa Mungu wangemwamini katika neno lake na kushikilia hazina ya thamani ya maarifa yanayofunuliwa kwao. Mbele yetu tunao mfano wa juu na mtakatifu zaidi. Kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo, Yesu hakuwa mwenye dhambi. Ukamilifu ulionekana kwa yale yote aliyoyafanya. Anatuelekeza katika njia aliyoipita akisema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Tunao mwongozo mkamilifu, neno la Mungu aliye hai.
Neno hili ametupatia kuwa kiongozi na mshauri wetu. Mtunga Zaburi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Wakristo, wale ambao ni lazima wamwasilishe Mungu duniani, hawapaswi kutafuta mafundisho yaliyo mapya na ya ajabu. Hawapaswi kuchungulia katika mafumbo ya maisha yajayo. Sehemu yao ni kuyafanya maisha yao hapa ulimwenguni kuwa vile ambavyo Mungu anayakubali. The Review and Herald, Aprili 26 mwaka wa 1906. Leo ni Oktoba 4, mada ikisema jina la kifalme. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Tunapohitimisha somo hili, tuombe uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mfalme anatuita tuingie nyumbani alikotuandalia, tukaishi naye milele. Mfalme anatuita tuingie nyumbani alikotuandalia, tukaishi naye milele. Anakuja Bwana Yesu, ndio mwisho wa taabu, tutasahau huzuni ya dhambi, hatimaye furaha tele. Anakuja Bwana Yesu, ndio mwisho wa taabu, tutasahau huzuni ya dhambi, hatimaye furaha tele. Atatuvika taji nzuri, taji zile zing'azo, kuashiria ushindi wa kazi yake tuliyofanya. Atatuvika taji nzuri, taji zile zing'azo, kuashiria ushindi wa kazi yake